Mtazamaji wa TNTV, kama ambavyo unashuhudia, hii ni barabara ya Kasarani kuelekea Biekela katika kata ya Bakoba, manispaa ya Bukoba, ambako inashuhudiwa hali ya kujaa kwa maji katika barabara hii na kushindwa kupitika kutokana na mvua zilizonyesha usiku wa kuamkia leo hadi majira haya ya asubuhi. Tangu kuanza kunyesha kwa mvua, barabara hii imekuwa ikijaa maji, lakini baada ya muda yamekuwa yakitoweka, lakini shughuli pia zimekuwa zikiendelea wakati barabara hii ikiwa na maji. Lakini kwa leo maji yanaonekana kuwa mengi, hivyo watu wanakutumia barabara hii kubwa kwenda mjini. Baadhi ya waendesha pikipiki za abiria katika maeneo haya wanasema moja ya sababu ni pamoja na uwepo wa kujaa kwa taka katika daraja ambalo liko kando na barabara hii, daraja la mto Kanoni ambalo linasafirisha maji kuelekea ziwani. Kwa hiyo uwepo wa taka katika eneo hili ndio unaosababisha maji kuja katika mazingira haya, ukiachana na changamoto pia ya eneo lenyewe namna ambavyo lipo. Tuwasikilize. Mimi naitwa Idi Isa Habibu, ni mkazi wa hapa Kasarani na nafanyia kazi hapa Kasarani. Ndio, hii barabara imekuwa kwaje mpaka maji yameanza kujaa? Imekuwa ni kawaida? Huwa hizi ni mvua za mwisho lazima pajae maji, lakini asilimia kubwa ni kwa sababu ya mitaro mibovu. Alafu na kitu kingine, haya mazingira, hii barabara iko bondeni wakati kule kumenyanyuka. Kwa hiyo maji yanashindwa kufanyaje, maji yanashindwa kusafiri, yanarudi huku. Ina maana hapa kuna bonde ambalo liko chini. Ina maana kule mbele maji yako, barabara iko mlimani. Kwa hiyo nadhani na hili bonde linasababisha maji kuja hapa. Kwa sababu kule ndani kuna uchafu mwingi na daraja limeziba. Kwa hiyo na maji yanachangia. Nini ambacho mnaiomba serikali kwa sasa? Kwa sasa hivi tunawaomba kwanza watupigie utepe ili usalama wa raia uwepo. Make kuna watu wanaona haya maji ni machache na bado wanazidi kuvuka. Lakini wakisha tupigia utepe itakuwa ni salama zaidi. Kwa sababu gani maji huwezi ukaenda popote? Hii ni tatizo ambalo limekuwa likijitokeza au kwa leo limetokea? Ilitokea mara moja miaka iliyopita, lakini kwa sasa hivi limezidi sana, tofauti na limekuwa kubwa zaidi. Mnaweza mkapitisha pikipiki? Sasa hizi huwezi, hali ni mbaya sana. Ndio. Nini ambacho unaiambia serikali? Serikali angalau tusaidie, angalau wanaweza labda wakaamsha ili angalau wakaweka hata daraja, mambo yakaenda sawa kwa sasa hivi. Mtazamaji wa TNTV, hao ni baadhi ya wakazi wa Biekela, Kasarani, ukata Bakoba, manispaa ya Bukoba, akizungumzia hali hii inayoendelea katika mto huu, na kama unavyoshuhudia na kusogeza karibu na mto Kanoni ambako hasa maji haya yanatokea kuja huku, ikiwa ni pamoja na mkusanyiko wa maji mengine ambayo yanatokea milimani. Kama ambavyo unashuhudia, mvua ikinyesha maji yanatiririka kuelekea usawa huu, lakini pia maji yanatokea mto Kanoni na kuja katika eneo hili. Pengine mamlaka zinazohusika na sala mazingira ni vyema mto Kanoni ukasafishwa ili maji yaweze kutiririka vizuri. Uchafu unaozungumzwa kujaa katika mto Kanoni ni huu hapa, kama unavyoshuhudia kwenye hili daraja ambalo liko mkabara na hii barabara ambayo imejaa maji. Uchafu huko hivi, huu ndio uchafu ambao uko katika daraja la kutokea Kasarani kuelekea mjini, na hili daraja ndo hili hapa na imejaa uchafu ambao inapelekea sasa maji kutawanyika kwenda kwenye maeneo mengine. Pengine ni muda wa mamlaka husika kuweza kuchukua hatua kwa maana ya kuondoa uchafu ili pengine maji yaweze kuserereka vizuri kuelekea ziwani na shughuli nyingine ziendelee.